Karibuni katika tafakuri yetu ya maagano ya kujitenga, na hii ni sehemu ya 3 yenye kichwa cha habari kisemacho nitaziondoa ahadi zangu kwa Bwana. Nitaziondoa ahadi zangu kwa Bwana. Kuziondoa ahadi kwa Bwana maana yake ni kuzikamilisha au kuwa mwaminifu katika ahadi tulizoweka kwa Mungu. Katika mambo yanayomfurahisha sana Mungu, mojawapo ni pale tunapoweka ahadi na kuwa waaminifu katika ahadi zetu. Mungu anataka tumfananie, kwani kwa furaha alitangaza kabla ya kumuumba mwanadamu akisema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu akatawale. Hii ni Mwanzo 1:26. Anachotaka Mungu ni sisi kumfanania katika yale anayoyafanya. Mojawapo ni kutangaza na kuweka ahadi na kuzikamilisha au kuwa waaminifu katika ahadi hizo kama yeye anavyofanya. Mungu alisema, kwa hiyo jiwekeni wakfu muwe watakatifu, kwani mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wenu. Hii inapatikana katika Walawi 20:7. Kumbe Mungu anafurahi sana anapoona sisi tukijiweka wakfu. Tuliona tunapojiweka wakfu tunaithibitisha hatua hiyo kwa maagano ya kujitenga. Tunapofanya hivyo tunamfurahisha sana Mungu. Tena Mungu anatutaka tukamilishe maagano yetu ya kujitenga kwa shangwe mbele ya watu wake, kama asemavyo mzaburi, nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele ya watu wake wote. Hii inapatikana katika Zaburi ya 116 mstari wa 18. Vilevile inasema, kwako zinatoka sifa zangu katika kusanyiko kubwa, nitaziondoa ahadi zangu mbele ya wamchao. Zaburi ya 22 mstari wa 25. Kama tunavyomsifu Mungu mbele za watu na kuzitangaza ahadi zake mbele ya mataifa, vilevile nasi tunazitangaza ahadi zetu na kuzikamilisha kwa furaha mbele ya watu wake. Ahadi zetu za kujitenga hazishikwi kwa kufichwa, kwa aibu au kwa siri. Tunazishika hadharani kwa shauku na furaha, tukimtukuza Mungu mbele ya watu wake. Ndiyo maana katika kuzirudia ahadi zetu za ubatizo, tunasimama kikakamavu, tena kwa mbwembwe na kwa mkwara mzito, tukimtangazia Shetani kwa kishindo kuwa tunajitenga na tunamkataa na kumpinga kabisa kabisa. Kwa kufanya hivyo, tunamfanya atimue mbio, kama yasemavyo maandiko, mpingeni Shetani naye atawakimbia. Yakobo 4 mstari wa 7. Sasa ubaya ni pale tunapofanya maagano ya kujitenga na Shetani kwa bashasha, shauku na kumwekea bango kubwa, hata kumtetemesha, lakini yanakuwa ni maneno ya mdomoni tu. Dakika chache tunarudi kumlamba miguu. Maandiko yanasema, Shetani anapotimua mbio huzurura na akikosa pa kwenda anarudi kutazama nyumba yake. Anaporudi na kukuta tumerudia hali zetu za kuishi maisha yanayompendeza na siyo yanayoendana na ahadi zetu kwa Mungu, anashangilia. Kisha anaenda
na analeta wengine wabaya 7 pamoja naye. Mathayo 12:43. Sio ahadi za ubatizo tu ambazo tunazitangaza hadharani. Ahadi mbalimbali za kujitenga kwa hiari tunaziweka kwa mbwembwe na kwa ushaufu wa kutosha mbele ya ndugu watazamaji. Nao wanatushangilia, wengine wanatushangaa, na wengine wanatubeza wakisema, anaweza huyu naye? Au ni mbwembwe na tamaa tu? Nakumbuka nilipoweka ahadi zangu binafsi za kujitenga na kilevi kwa ajili ya Mungu takribani miaka zaidi ya 20 iliyopita. Nilitangaza ahadi hizi mbele ya waliokuwa walevi wenzangu, au niseme wanywaji wenzangu. Mmoja alinishika bega na kuniambia, "Bro, najua pengine mfuko umenuna, na hiyo ndio kawaida ya wanaume. Jikaze mwanaume. Usihofu, nitakupiga tafu kwa bia 1-2 mpaka hapo mambo yatakapokaa sawa, ili usiaibike. Mambo yatakuwa sawa tu." Wengine waliishia kunibeza na kunisema, "Tayari kesha chacha huyo." Hakika haikuwa rahisi. Ningekuwa ni mtu wa kufurahisha jamii, nadhani ningeishia kuwa bonge la mnafiki wa kunywa kwa siri, na mbele ya wengine niendelee na mkwara wa kuaga kilevi, au ningeaga mashindano na kubakia ndugu mgidaji. Ningemhuzunisha sana Mungu. Lakini ninamshukuru Mungu niliweza kuweka miguu chini na kushikilia ahadi kwa furaha, tena kwa mbwembwe za kutosha. Kuthibitisha kuwa nilikwisha kuaga kambi kwa ajili ya Mungu, nilitangaza raundi 2 kwa kila mmoja aliyekuwepo kushuhudia tangazo langu na kuaga bila kuonja. Ndipo walipogundua nilichomaanisha. Wala sikusita kutangaza matendo makuu ya Mungu yaliyoandamana na ahadi zangu za kujitenga na kileo au kilevi, au tuseme pombe. Napenda niweke wazi tu kwamba nia ya mimi kujiweka wakfu kwa kujitenga na pombe haimaanishi kwamba nimeiona pombe kama ni dhambi au sio dhambi. Lakini tukiangalia tafakuri iliyotangulia, tuliona kwamba kuna watu ambao waliwekwa wakfu au walijiweka wakfu kwa Mungu kwa kujitenga na kilevi au kileo, au tuseme kwa kujitenga na pombe. Mfano mzuri ni Samueli au pia Samsoni. Kwa hiyo jukumu nililolichukua mimi ni lile la kujitenga na pombe kwa ajili au kama maagano ya kujitenga katika kujiweka wakfu kwa Mungu. Sasa basi, tukiendelea tunaona kwamba changamoto ya maamuzi ya kujiweka wakfu kwa Mungu kwa kujitenga na jambo fulani zinakuwepo nyingi sana. Sasa nakumbuka hata rafiki yangu mmoja ambaye aliamua kujiweka wakfu na kuwa kasisi, na hivyo alikubali kuishi maisha ya kujitenga na kuoa, yani kuishi maisha ya useja. Baadhi ya watu walimpa heko za kutosha. Wengine walimbeza na kumwambia, "Utakufa bila kuwa na mtoto wa kukurithi." Wengine wakamwambia, "Una shida gani wewe mpaka uamue maisha ya namna hiyo?" Wengine wakakazana kumkatisha tamaa wakimwambia, "Utayaweza lakini." Pengine naye moyoni shetani alikuwa akimsukuma na kumchokonoa kwa kumjaza hofu kuwa
pengine asingeweza maisha yale. Kwani hata na mimi wakati nikiweka ahadi zangu za kujitenga na kilevi, vinywaji vilinizunguka kwa bidii na harufu ya pombe ilinijia hata katika mazingira yasiyokuwa na pombe. Hamu na tamaa ya kuionja iliongezeka mara 10. Changamoto kama hizi ni nyingi, lakini mtu anaposimama kwa msimamo thabiti wa kile anachokinuia na kupinga vishawishi, navyo vinamkimbia. Lakini tuseme ningeweweseka na kuanza kuitolea pombe udenda, hakika ningekamatika tena mapema tu na kubwaga manyanga chini, na hapo hapo ningemhuzunisha sana Mungu. Kumbe basi, kutimiza ahadi zetu za kujitenga kwa ajili ya kazi ya Mungu ni wajibu wetu. Tuweke maagano yetu ya kujitenga kwa furaha na shangwe, bila manung'uniko au kuyaona ni msalaba. Maandiko yanasema, ukimwekea Mungu ahadi, usikawie kuitimiza, na Mungu hapendezwi na wapumbavu. Tekeleza ulichoahidi. Ni afadhali kutokuweka ahadi kuliko kuweka ahadi kisha usiitimize. Mhubiri 5:5 au Mhubiri 5 uanze na mstari wa 4 mpaka wa 5. Kumbuka, ukivipinga vishawishi navyo hukimbia. Lakini tukishavipinga, msimamo uwe ni ule ule. Ukikosea, ukivipa nafasi, cha motoni utakiona. Vishawishi vitarudi pamoja na dada zake, kaka zake, shangazi, mjomba na kila aina ya vishawishi kukuangusha. Ukianguka, unaangukia pua na unamhuzunisha Mungu sana. Tutaendelea.